Salamu alaykum. Waalaikum salaam. Hizi timu ambazo za middle class ambazo zinajaribu kutumia wachezaji wengi wazawa, mimi kwa kweli nawapongeza sana, kwa sababu mwisho wa yote sisi ndio wenye nchi hii. Timu ya taifa itahitaji wachezaji wa taifa kutoka kwenye vilabu hivyo. Sasa kama hatuwezi kuwatengeneza sisi wenyewe kwa kuwapa nafasi, mwisho wa yote tutakipata tabu ni si, au sio? Tabu inaendelea kubaki kwa makocha kwanza. Tabu kwa makocha ile huwezi kulikwepa na huwezi kulipisha, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo. Kazi yetu si ndivyo ilivyo, lakini penye ukweli tutabaki kwenye ukweli tu. Tuseme ukweli na ukweli baki kwa ukweli. Kwa makweli tunataka kusaidia nani yetu, basi wale wote wenye bahati ya kutafuta kupata foreign players basi watuletee wenye quality ili wachezaji wetu wajifunze kutoka kwao. Kwa mwisho sasa turejee kwenye timu yako ya Namungo. Wewe ni moja kati ya makocha ambao wanaamini kwenye kuandaa mipango kwa Namungo ya msimu huu. Wewe una malengo yako. Kuna malengo ambayo unaweza kuwaeleza watu na kuna malengo ambayo huwezi kuwaeleza watu. Nini watarajia msimu huu kwa Namungo Football Club? Kwanza kabisa malengo yetu sisi ya timu, kwanza unajua kitu na malengo yako, pia na malengo yako. Ushamwambia mtu? Japo ninaweza kumwambia mtu, japo mengine siwezi kumwambia mtu. Huwezi kumwambia mtu. Na sisi malengo yetu sisi kikubwa hasa ni kutengeneza timu ambayo itakuwa na ushindani hasa sio ligi hii, tuna ligi zijazo. Tuwe na timu endelevu. Kwa hiyo utaona hata ile production yetu tunayoifanya ni ya uendelevu, kwamba tuwe na Namungo endelevu, kwamba hawa wakitoka wanaingia hawa kutoka hiyo. Tuna under 20 iko vizuri kule, endelea vizuri kabisa, na tuendelea kucollect wachezaji vijana wa Kitanzania ili kesho na kesho kutwa Namungo anaweza kukaa miaka 2-3, na ndio lengo langu mimi. Hata kama nitatoka Namungo nitakwenda, lakini niweke legacy pale kwamba anaweza kaa hata miaka 2-3 wasajili tena. Wanatoa huko wanaingiza huko, wanatoa hawa wanaingiza huko. Huo ndio mpira ulivyokuwa. Lakini kwa malengo yetu sisi kama Namungo ni kufanya vizuri, kupata matokeo mazuri, na mwisho yote kumaliza ligi tukiwa tumefanya vizuri. Sasa kocha, kila la heri sana. Asante sana, mbarikiwe sana. Salamu alaykum. Haya. Hali ya hewa kwa kweli ni nzuri. Tumesafiri kutoka Dodoma, tukaingia jana hapa jioni. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama, na leo umetuona tumetrain hapa jioni kwenye uwanja ambao Mungu akijali kesho tutakuja kuchezea mchezo wetu muhimu na Pamba. Kwa hiyo kwa ujumla vijana wako vizuri na maandalizi yote mazuri ili tuweze kufanya vizuri na kupata matokeo mazuri yako tayari na tumekamilika. Alhamdulillah. Kwenye mazoezi yenu ya mwisho yote, sisi tu kwa kile tunachokiona nyuso zenu zinatabasamu, maana yake kila kitu kinaenda vizuri. Kuelekea sasa kwenye mchezo husika, nini hasa ambacho mnakwenda mmekusudia? Tunafahamu kwamba timu ambayo mnakwenda kushindana nayo hamna utofauti mkubwa wa alama. Ni kweli. Unajua wale tunaheshimu Pamba. Tunaheshimu Pamba kwa sababu kwa mujibu tu wa kanuni vile ya fair play lazima muheshimu mpinzani wako. Kwa hiyo tunawaheshimu Pamba kama wenyeji wetu na unajua kabisa ukiangalia hata kwenye msimamo wa ligi utaona jinsi tunavyopishana sisi na wao, utaona kabisa ni watu ambao tuna mahitaji yanayofanana au yanayokaribiana. Kwa hiyo najua kabisa mchezo wa kesho Mungu akipenda utakuwa si rahisi, utakuwa ni mgumu, utakuwa na ushindani, lakini kwa kuelewa kwa kutambua na kwa kufahamu hivyo kwamba maandalizi mazuri kwa kucheza na timu nzuri yenye uhitaji kama mahitaji yetu, maandalizi yao yamekamilika, yako vizuri. Kikubwa tunamshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa kuhakikisha kwamba leo tumefanya mazoezi yetu salama. Tutaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu kesho atujalie kwanza leo wachezaji pia leo walale salama, wapumzike salama, waamke salama. Ushanifahamu? Ili Mungu ajalipo salama, inshallah kesho waende wakatimize wajibu wao wa kuitumikia Namungo kwa kufanya vizuri na kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Sasa tukasema inshallah. Sasa kocha, tuzungumze vizuri. Ukitazama Namungo ya msimu huu kidogo ina mabadiliko mengi. Ukianza kwa kutazama namba kwanza kwenye msimamo, ni tofauti na msimu jana ambavyo ilianza na msimu juzi pia. Ukitazama takwimu zile zilikuwa zinatofautiana. Msimu huu imeonekana kuanza vizuri na matokeo yako vizuri. Siri kubwa iko wapi hasa kwenye msimu wa ligi? Hiyo ni tofauti. Mtu yote mwenye akili timamu lazima afahamu anapokosea. Binadamu yote anajifunza kutokana na makosa. Kwa hiyo hayo unayozungumza ni ya msimu uliopita na huu ni msimu mpya. Ina maana kwamba Namungo kama Namungo walitoka wakajitafakari kwa nini walikuwa kwenye hali ile, wafanye nini ili msimu huu wafanye nini.
Kwa hiyo ndio utaona ndio uzuri wa kutathmini jambo la kwako, hata kwako wewe mwenyewe. Lazima ujitathmini, hivi mimi kama mimi katika hichi kipindi cha mwaka mzima nimefanya kazi, niko napata mshahara, rupurupu, nimefanya nini? Mazuri ni yapi, mapungufu ni yapi? Nini ya kuyafanyia kazi? Kama kuna mazuri uyafanyie kazi awe mazuri zaidi, na kama kuna mapungufu basi uyafanyie kazi. Kama siku kuyaondoa kabisa, basi ni kuyapunguza kwa kiasi kubwa, kisha kwamba msimu unaoanza uanze vizuri. Kwa hiyo ndio jibu kamili la Namungo. Namungo tulijitathmini, tulirudi baada ya ligi kumalizika, management ilikaa, technical bench ilikaa, tukaona mazuri yetu ni yapi ya kuyaongeza awe mazuri zaidi, yapi mapungufu ambayo tuyapunguze kwa kiasi kikubwa kama siku yaondoa yote, ili katika msimu huu kwa uwezo wa Allah inshallah tuanze vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, yale yote ambayo tuliyaona ambayo ilitokea mwaka jana, management kwa kiasi kikubwa niwashukuru sana kwenye hilo, wameyafanyia kazi kwa kiasi kikubwa na wachezaji wameliona hilo, na matokeo ndio haya, tunaanza kupata matokeo mazuri kidogo kidogo. Naamini kabisa kile tunavyokwenda inshallah kwa uwezo wa Mungu tutaendelea kupata matokeo yale kwa mazuri. Kocha Juma Mgunda ni mmoja kati ya makocha wa muda mrefu kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Wanasifika pia kwa kuandaa na kutengeneza vijana wengi wazuri. Kwa sasa hivi unapotazama ligi hii inakoelekea, kitu gani hasa ambacho unakiona kwenye miaka ya mbeleni? Kwanza ninachoshukuru ni kwamba hivi vilabu nisema vya middle class ni maana ambavyo vilabu viko katikati hapa, ule utumiaji wao mkubwa wa wachezaji wazawa, mimi mwenyewe inanifurahisha sana, kwa sababu naamini kabisa huko ndo tutapata uhalisia wa wachezaji wetu wa Kitanzania, na ndiko huko ndo kupata nafasi. Kama wachezaji wetu sisi kama sasa hivi tumefika mahali mpaka ile championship, vilabu vingine pia vina wachezaji foreigners zaidi ya 7-8. Ile ilikuwa inatishia kwamba mustakabali wa mpira wetu wa Tanzania, huwezi kuwakataa foreigners kuja, lakini na sisi lazima tutengeneze wa kwetu ili waweze kucompete na wale wanaokuja, na mwisho wa yote wale wanakuja wanapata, na sisi ambao wachezaji wetu wako hapa nao wanajifunza kutoka kwa wale wachezaji wazuri wanaokuja. Kwa sababu mimi siku zote sikatai professional player, haipingiki duniani, na mpira sasa hivi ni a big industry. Kwa hiyo lazima uchanganye vitu kama hivi, lakini mimi kinachosumbua si nyingine ni qualities ya wale wachezaji tunaowaleta. Tulete wachezaji wenye ubora kwenye ligi yetu, ili wachezaji wetu ambao wanacheza nao waweze kujifunza kutoka kwao. Mwisho wa yote watoa kitoka watakuwa kitu wameacha, lakini sio nakuta wachezaji tunamleta tu kwa sababu nchi yake ina sifa kubwa kwenye mpira. Ukiangalia uwezo wake na mchezaji wetu wa nyumbani hawapishani. Ndio maana mimi nina tabu kidogo kwenye hilo, nikimwona mchezaji mmetuletea professional alafu hapishani sana na mzawa, first priority nitampa mzawa. Hilo mimi wasipingi wala sio siri. Kwa nini nafanya hivi? Kwa sababu naona kabisa huyu ndio anatakiwa, sio nimtengeneze mtu hapa, aje mtu aje tutengenezee wachezaji wetu sisi hapa, aje mchezaji ana kiwango kizuri ambacho mchezaji wetu anaweza kuiga kutoka pale. Hiyo bila sina. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.